Maika Ndiwa ama ni Mika Ndiwa. Yeye mwenyewe atatueleza vile ambavyo anataka lisomwe, manake ni msomi. Niko naye studioni, mtaalamu wa masuala ya elimu na mtandaoni, na pia ni msomi. Niko naye Benjamin Ngulu, mtaalamu wa elimu na mtandaoni, pia vile vile ni mshauri wa masuala ya elimu. Ikiwa leo tunataka kujiuliza jiswali hili la je, elimu mtandaoni ni suluhu ya misukosuko? Kwa hivyo karibu, kabla tufike kwenye elimu ya mtandaoni, kuna jambo hapa mbele, msukosuko. Hii misukosuko katika hizi shule zimeshuhudiwa katika maeneo mengi, na kama umekuwa nasi katika sehemu ya kwanza ya taarifa hizi, umeona kumekuwa na taarifa kadha wa kadha ambazo zimezungumzia masuala ya vurugu shuleni. Je, ni kosa la wazazi? Je, ni wazazi ambao wanafaa kulaumiwa? Je, ni mikakati ambayo shule haijaweka ya sawa ya kutowasikiza wanafunzi, ama ni wanafunzi wenyewe tu wamekuwa watundu kushinda hata walimu na wazazi? Kwa hivyo ipo haja ya kuweza kubuniwa kwa kamati na taasisi ambazo zinafaa kuwasaidia wanafunzi hawa. Tumeweza kusikia mikakati, tumeweza kusikia maoni kutoka kwa serikali na vile vile kwa upinzani. Upinzani ukisema kwamba ipo haja ya kuweza kubuniwa kwa kamati ambazo zitakuwa katika kila shule kuweza kuangazia masuala ya msongo wa mawazo, magonjwa ya akili baina ya wanafunzi. Vile vile kutengwa kwa fedha zaidi kuweza kuangaliwa masuala ya akili ama magonjwa ya akili kwa wanafunzi. Lakini hayo yakizidi, pia kunao wabunge ambao wamekuwa wakisema kwamba wakati umefika sasa kwa Kenya kufutilia mbali mabweni katika shule zetu ili wanafunzi wote wawe katika elimu ya kutwa. Lakini swali linaibuka, je, itawezekanaje kwa mwanafunzi ambaye amekuwa na ndoto ya kusoma katika shule ya Mang'u kule Kiambu, Starehe hapa Kamkunji, ama shule ile ya Alliance kule pia Kiambu? Watafikiaje? Na ni mtoto kutoka maeneo ya pwani, amefaulu, amefaa kuja hapa, ama ni mtoto kutoka Turkana, ameitwa kuelekea katika shule ya kitaifa? Je, ikiwa shule zote zitakuwa si za bweni, itakuwaje kwao kwa maisha yao? Je, itakuwa ni ndoto tunazizika katika saburi la kahau, ama ni sisi wenyewe tunafaa kutafuta suluhisho? Nisizungumze mengi, ninao wachanganuzi wa masuala ya elimu studioni. Ninaye Maika Ndiwa na vile vile ninaye Benjamin Ngulu ambao tutakuwa tukizungumzia masuala haya. Karibuni sana. Nianze nawe Maika ama Mika. Ni jina ambalo kila mmoja ataka kulisoma kulingana na harufu zake. Lakini mwenyewe ungependa liitweje? Maika. Yeah. Ni daktari huyu, msomi, na vile vile ninaye Benjamin Ngulu. Karibu sana. Asante. Tuanze na hii misukosuko ambayo tumekuwa tukiiona shuleni. Nianze nawe Ngulu. Umekuwa mwalimu wa sekondari ukifunza fizikia na hesabati. Matatizo katika shule za sekondari, maana matatizo haya tumeona katika shule za sekondari. Ulipokuwa ukifunza na sasa hivi, matatizo ni yale yale ama yamebadilika? Shukran sana Suleimani, na asante kwa KTN kwa kutualika hapa na kusalimia watazamaji wote mahali walipo. Swali zuri kweli. Kutoka hiyo miaka nikiwa shule na nikakuwa mwalimu, matatizo yamekuwa yale yale. Kusema kweli, ningependa niangazie takwimu kidogo ndio uone kwamba haya matatizo yanja badilika vile yamefanya kukua ama kuongezeka. Ukiangalia miaka ya 1991 ama 1990 there, kulikuwa na hizi misukosuko ikianza mashuleni. Kulikuwa na ile St. Kizito Meru, kulikuwa na pale watoto wakafa, na ilikuwa ni mambo ya asoni ile wanafunzi fulani juu ya shida fulani wanatokea wanachoma wenzao. Hiyo ni 1990, 1991 or thereabout. Kukaja shule zingine 1994, kukawa Mbobolulu, kuja mpaka miaka 20 na kitu mpaka saa 2026 tumekuwa na shule inaitwa Utumishi Girls Academy. Shida zimekuwa ni zile. Kusema kweli zimefanya kukua kutokana na ongezeko ya idadi ya watu na wanafunzi mashuleni na sera za serikali za 100% transition. So hii shida imekuwa ikiongezeka, na ukiangalia tena, ningependa kutoa changamoto kwa serikali sana, kwa sababu hata mwaka uliopita 24
serikali ilifanya ukanguzi wa mashule na kupatikana kwamba mashule zaidi ya 348 zilikuwa na itilafu fulani kuhusiana na mambo ya guidelines ya safety kwa mashule. Madirisha, milango kufunguka na ndani badala ya kufunguka na nje. So hizi vitu zimekuwa, nafikiri shida ni ile kutatua hizi mashida upande wa husika, wizara husika na leadership, kwa sababu zimekuwa zikiongezeka kila kuchao. Ndio Maika, tumeona ni kwamba historia hiyo inasema si jambo la kwanza utumishi, lakini sitaki kujikita sana kwenye uteketezaji wa shule. Shule zimekuwa na migomo, wanafunzi kutaka kufanya zinaitwa mock, wakataka kufanya mock. Mock ndio huwa inawekwa kama kiini cha kila kitu. Umuhimu wa mock ni nini? Okay, kulingana na mimi, ukiangalia hizi mitihani za mock, kwa mara nyingi shule zetu zimechukulia kwamba ina project what's going to come in the end of the 4 years. And ukiangalia hiyo mock, most of the time wanafunzi huogopa sana, ikionekana kwamba ni mtihani ambao ni mgumu zaidi, na kila mara wanafunzi wanatafuta mbinu za kuepukana nayo, kwa sababu from the word mock is basically to probably to mock someone. Ni mwigo fulani. Ndio hiyo. So ukiangalia tu vizuri, labda kidogo tungebadilisha mtazamo wetu kwa jinsi ya kupeana mitihani. Ukiangalia challenge yenye tumekuwa nayo in this country ni the issue of how issues probably are handled. Jinsi mambo yanachukuliwa ama yanatatuliwa. Kwa mara nyingi bado tunatumia zile mbinu za kitambo kutatua migogoro kama hizi au misukosuko kama hizi. Tukiangalia jinsi dunia inabadilika, tunahitaji kukuwa na mtazamo tofauti ambayo inaambatana na mambo ambayo yanaendelea kwa kisasa. Ukiangalia tuko na issues kama mental health, tuko na issues kama even misunderstanding among teachers and students and even the administration. So how we go about these issues is where the problem lies. Yes. Kweli, kadri tunavyotaka kutafuta hiyo suluhisho, lakini turudi katika Waswahili wanasema tumefunika moto na jivu. Kwa sababu nikirudi katika takwimu alizozisema Benjamin hapa ni kwamba tumeanza Bombolulu, St. Kizito, Moi Girls, mpaka tumefika utumishi. Je, serikali katika hizi majopo yaliyoweka jopo kazi, kamati za kuchunguza mizozo ama vurugu, kipi hakijakuwa kikifanyika? Manake si mara ya kwanza Maika, tumeona kwamba ni huu mwaka tu ndio wameshindwa kusema kwamba wacha tutengeze jopo. Natumai kimefanyika ni kwamba hata hizi jopo zikitengenezwa, kwa mara nyingi wanafunzi wenyewe hawahusishwi kwa hizi conversations. So unapata ya kwamba because they are the recipients of the policies that are made, it becomes difficult for them to accommodate or try just be the passive recipients. Nafikiri ya kwamba ni kitu ingekuwa muhimu ni kuwahusisha pia hawa wanafunzi katika mjadala wa kutengeneza hizo sheria ama policies. Yeah. Majopo yamekuwepo, yametoa maoni mbalimbali, umezungumzia hata jopo lilikuwa linapendekeza kwamba madirisha yawe na mita 3 kwa upana, mita 3 kwa urefu, milango iwe inafungukia nje, kuwe na hata na yule mlezi katika baadhi ya mabweni, kuwe kuna mlezi ndani ya kila bweni, lakini hayajakuwa yakitekelezwa. Na bado baada ya hapo nasikia tu serikali, waziri, katibu atakuja atasema tu kwa ukali, lakini ufuatiliaji na utekelezaji kama ulivyosema 2024 imeonyesha kwamba shule 300 hazijakuwa zikitekeleza sera hizi za usalama katika mabweni ya shule. Kusema kweli na serikali iliangiza kwamba zifungwe, lakini ukiangalia kweli sijui kama zilifungwa. Hiyo ni tatizo kubwa upande wa ile tunaita goodwill, political will na leadership. Ningeongezea kwa kinachosababisha hizi shida vile mwenzangu Daktari Mika amesema, na ningeangazia kwa upana kwamba shida moja kubwa tuko nayo ni watoto wetu wanaiga
jamii na vile wakubwa wa society wanavyofanya. Ukiangalia Kenya, hata hiyo miaka niliyotaja kutoka 1990 kuendelea kupanda juu, Kenya tumekuwa kama jamii, wakati kuna shida tunatumia kama violence ama maandamano kama njia ya kuja kwa meza kuzungumza. Na Sulemani, nafikiri unakubaliana na mimi kwamba watoto wetu huwa wanaangalia kile jamii wanafanya. Kuna wakati kulikuwa na filimbi, watu wana barabara, idha ni kisiasa, mambo ya demokrasia. Ukiangalia miaka ya 90, ukiangalia kukaja mambo ya malechara kustrike, walimu kwenda kwa barabara. Na wakati wanapofanya hivyo, wanaharibu mali, kuna uchomaji wa magari. Mpaka juzi kumekuwa sasa na ile goons zimeingia mpaka kwa makanisa. Now, hili jamii, watoto wanasindikishwa kufuata haya. Wanaona kwamba kumbe tukitaka tusikizwe, yes, wanaweza kuwa na sababu za kucomplain. Tuseme mitihani, hiyo tunasema mitihani ya mwigo, hiyo mocks. Lakini kusema kweli kuna njia bandala za kutatua mashida. Lakini vile sisi kama jamii, unless turekebisha haya, hiyo ni kwangu ni njia moja inayosababisha misukosuko na hizi tabia kwa kuchoma shule juu ya jamii vile inawaonyesha. Namba 2 ni mitihani yetu kuwa kwamba ile tunaitanga cutthroat competition, na kwamba it's a matter of life and death. Hizi tunaongea 844 inayoendelea kuwa phased out na CBC kuingia. Tuna hope kwamba CBC itakuwa tofauti. Haitaweka zile anxiety na a lot of pressures kwa wanafunzi na kufanya kwamba wao njia ya kujieleza, tunataka kwenda nyumbani. Okay, sasa tukichoma hii dome hatutakuwa mahali ya kulala, kwa hivyo tutaenda nyumbani. Na waliona hata barabarani tukichoma barabara. So wanaona hiyo ni njia ya kujieleza. Kwa hapo hata hii elimu, mtaala wa elimu yetu unaokuja wa CBC unaendelea ku take over, inatakana kwamba waangaliwe sana. Na jambo la 3 ni vile mwenzangu vile alisema, nataka kuongezea kwamba uongozi wa mashule, administration, the disciplinary measures, mambo yamebadilika Bwana Suleimani. Watoto tunao leo, wale generation Alpha, si kama sisi millennials na generation X. Is it X or hao watoto, njia ya kuwapatia nidhamu inapaswa kubadilika. Ile tragedy tuko nayo ni kwamba sana public schools, hizi shule za umma, walimu wanatakana wa upgrade kabisa, kwamba hawa watoto mko nao, ile traditional method wanatumia kudiscipline imepitwa na wakati. Hawa ni watoto wanataka kuongeleshwa, kusikizwa, lakini si kwa ile discipline, authoritarian way approach ya kudeal na wao. Ninataka kupatia changamoto hata watazamaji wetu. Ni shule ngapi Kenya za private schools zilichomwa? Hakuna. Kidogo sana. Ama hakuna, hata sijasikia moja. International schools zile sisi na mwenzangu tuna operate with, hawajawaisikia. Hapa Kenya kuna international schools mingi sana. Sana hizi matauni kubwa, Nairobi, Mombasa, Kisumu na zile jiji zingine kubwa. Ni kwa sababu gani? Utaangalia ni style of leadership ya administration na walimu, na vile wanaongelesha watoto wao, ama vile wanadeal na wao na relate. So kuna hiyo changamoto na patia walimu wenzangu popote walipo. Na mwisho kuna msongamano wa watoto kwa shule za umma. Ukiangalia hata hizo mashule tumetanja, Endarasha, kuna hii shule ya Endarasha ilichomeka Nyeri, ilikuwa na overcrowded. Bila kuangalia kwamba walikuwa utumishi ilikuwa na overcrowding. Utumishi also overcrowded. Then bweni linabeba kuliko inavyostahili. Chakula, fuel, we expect that kwa sababu resources bado hii country hazitoshi. Utakuta mambo capitation, mambo pesa hazitoshi, uchumi si mzuri vile. So kuna mambo mingi tunataka kuingiza capitation kwenye hili kweli. Sorry? Tunataka kuingiza capitation kwenye hili. Kuna sera nzuri umeizungumzia kando na capitation. Ndiwa amezungumzia swala la 100% transition
ni mfumo wa kuhakikisha kwamba 100% yote ya wanafunzi wanaingia katika sekondari. Mfumo ulioanza chini ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, umekuwa na mwendelezo katika serikali hii ya Kenya Kwanza. Mfumo huu licha kwanza kitambo, lakini mbona bado kuna mabweni ambayo hayajaongezwa? Miundo msingi katika shule hazijaongezwa, na tunafahamu kwamba tunataka shule iwe na wanafunzi 1000. Kwa kujibu hiyo, ukiangalia Kenya as a country, bado tuna strain when it comes to resources. Apart from that, pia wakati mwingine tunaweza sema ni uongozi. Bado inarejelea kwa ile jambo la uongozi kama venye mwenzangu Benjamin amezungumzia. Nchi yetu iko na resources mingi sana. Ndio. Tuna resources enough kabisa ya equip our institutions. Unfortunately, changamoto tunapata nayo kubwa zaidi ni jinsi ambavyo hizi resources zinatumika. Unapata ya kwamba shule imekuwa allocated a certain fund. By the time your fund inatoka from the source to where it's headed to, hiyo pesa imekwama hapo katikati. So unapata number one, shule zenyewe zina strain kwa sababu ya hizo resources asifiki, na hata zikifika zinafika zikiwa ni kidogo. So nafikiri challenge kubwa nayo tunayo kwa kama nchi ni uongozi, na huo uongozi inatoka kutoka juu pale hadi kwa shule kwenyewe. So inakuwa challenge as a school to take care of the crowded population, feed this population, and at the same time provide shelter for this population. So inafika mahali ya kwamba wanafunzi wanakuwa exerting a lot of pressure, and what happens, they can't keep that pressure, it bursts out. Wanafunzi hawezi kuhimili huo shinikizo hilo. Lakini pia kuna nukta imetolewa na Benjamin, mazungumzo kati ya walimu na wanafunzi katika karne ya sasa, ambapo tunacho hichi kizazi ambacho ni kizazi ambacho kinapenda kujieleza sana. Moja kwa moja ukifanya kosa kitakwambia tu baba hujafanya vizuri, mama hujanifanyia vizuri, baba ulinibo. Watakwambia tu ulinibo kwa nyumba. Je, unadhani walimu wanataka kuendesha mafunzo kama walivyofunza millennials, Gen Z, na vile walivyofunza Gen X? Hawajataka kubadilika? Ni point moja nzuri. Sababu ni hii. Sisi tumekuwa kwa hii international curriculum for a while now, close to a decade. Na ukiangalia jinsi walimu in this other curriculum, jinsi wanavyo handle wanafunzi, how they even like communicate between themselves, you realize that it's really, really professional. Lakini ukikuja kwa walimu wetu ambao wako kwenye shule zetu za the local schools, inaonekana ya kwamba shule haija embrace sana the CPDs. So inakuwa challenge au walimu ku understand ya kwamba wanafunzi ambao wana handle at the moment ni watoto ambao wako kwa 21st century. Tuko na soft skills. Soft skills ni zile skills ambazo zinahusiana na communication, problem solving, jinsi mnafanya uamuzi, vitu kama hizo. So unapata ya kwamba walimu wetu kwa hizi shule hawajapata hiyo opportunity ya kuacquire these soft skills in a broader spectrum. Kivipi? Na ni sehemu ya unit moja nzima ya chuoni kwamba kuna kitu kinaitwa communication skills. Sasa mahali penye kuna challenge, you see, learning communication skills as a unit ukiwa shuleni ni tofauti na how you are implementing it. So you see, implementing is more of number one is ni personal attribute or a personal trait. Kama mimi mwenyewe sina communication skills or I'm not able to communicate in a very professional way, hadi ku handle issues becomes also a problem. Ukiangalia kwa shule zetu, kama shule zenyewe haziwezi kuja na hizo programs za kutrain walimu, how you can handle these issues, how you can manage cases when they arise and so on, inakuwa wakati mgumu walimu kuhandle hizi vitu. Na ukiangalia even zile vitu ulikuwa umezisoma ukiwa shule, the moment unaingia darasani kama mwalimu,
inakuwa wakati mgumu sana implement, considering uko na diverse community you handling, different people coming from different backgrounds, and for you to be able to be reminded that hii ndio unafaa kuifanya. Wakati mwingine kukuwa na hizo trainings kwa shule frequently inakuwa jambo la maana sana. Mifumo yetu ya kusoma inatufanya walimu wetu wawe miongoni mwa wenye kuchangia mambo haya, kwa sababu ni kurudisha utumishi. Inasemekana kwamba walimu walipokea hizi tahadhari, lakini walizipuuza, haukutaka kuzisikiza. Nitasema ile ubabe wa walimu kila siku, manake walimu mbele ya wanafunzi, walimu lazima wawe na ubabe fulani, wakayapuuza. Je, elimu yao ya huku shule, hususan chuoni ambapo wamefunzwa hizi communication skills, vipi watahandle wanafunzi, mwanafunzi kimwangalia utajua anataka kufanya nini, zinawafaili kufikia katika darasani? Ningeanza kwa kusema kwamba society is dynamic. Na just nikianza vale daktari amefika, ndio tulisoma haya mambo ya communication skills. Hata walimu wanafanya teaching as a unit, teaching methodologies, wanaenda teaching practice, wanatoka wanahitimu, wana graduate wakiwa wako ready. Lakini kuingia pale shuleni umeajiriwa na either private or TSC, haimaanishi kwamba you don't keep on upgrading or training. And that's why amesema CPD, continuous professional development. Walimu wanahitaji kwamba wawe wanaenda trainings mara kwa mara. Shule nyingi ziko na hiyo mikakati kwa upande wa private schools na international schools. Public schools sina uhakika, najua zingine wanajaribu, lakini sina uhakika, sijui sana. Hapo kwenye uhakika turudi, tukitafuta uhakika, nikirudi tuje tuendelee kwenye nukta hiyo hiyo ambapo tutakuwa tukiendelea kuweza kujua, manake pia kando na shule ni taasisi pana. Inao wale ambao wanaitwa non-teaching staff, iko na teaching staff na iko na wanafunzi. Hao wote watatu wanashirikiana vipi katika shule? Je, mshikamano wao na umoja wao ni upi? Je, mmoja akilegea wapi ndio inaleta misukosuko hii? Manake wengine wanasema kama chakula hakijaiva pia inaleta mgomo. Bila shaka karibu katika sehemu ya tatu ya taarifa hizi, ikiwa ni saa 6 dhuhuri. Popote ulipo, mchana mwema, karibu tena kwenye taarifa hizi, ambapo sasa hivi tuko ndani ya mjadala tukiingia katika sehemu ya pili, na tutakuwa pia tutaangazia baadhi ya suluhisho, baadhi ya mikakati ambayo imekuwa ikiwekwa na serikali ili kuhakikisha kwamba misukosuko shuleni inaweza kutatuliwa. Imekuwa akizungumzia nukta mbalimbali ambazo zimekuwa zikiwekwa na serikali, ikiwemo katika yale mazungumzo ya ana kwa ana baina ya wanafunzi. Msongo wa mawazo, magonjwa ya akili ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yakizungumzwa sana. Upande wa upinzani katika bajeti yake iliyosomwa kwa inapendekeza kwamba kila shule iwe na kitengo ambacho kitakuwa kikikabiliana ama kuwa na ushauri wa masuala ya akili. Lakini tunaporudi katika hali ya kawaida ya shule, watoto hawana wazimu. Ama ni kweli watoto wana wazimu? Acha niende kwanza. Watoto hawana wazimu. Na haya yote viongozi wetu upande wa serikali na upinzani wanavyosema yamekuwa yakisemekana kwa miaka na mikaka. Kusema kweli, mimi ningesema kwamba kama tunja learn, really we need to act as a country. Kwa sababu ukiangalia nyuma, nilivyosema hapo mwanzoni, haya mambo tumeona, na tunapea pole sana wazazi wa Utumishi Academy na wote waliopatwa na hili janga. Ilimekuwa, ukiangalia, nitakurudisha tu kwa shule, iliwe inaitwa Changuli tragedy. Nafikiri ndio ilikuwa mbaya zaidi Kenya, ambapo tulipoteza zaidi ya wanafunzi 60. Juzi tulipoteza wanafunzi 16. Wanafunzi hawana kichwa mbaya. Nafikiri ni yale mazigara na serikali na leadership ya shule wanapaswa kuangalia. Zale mambo tumeongelelea, mambo ya communication between administration na watoto na wazazi, na pia kuangalia kwamba serikali imeweka mikakati. Hivyo recommendations venye upinzani wametoa, iwekwe kwamba hizi shida ziangaliwe infasafyo. But bado nitasisitiza kwamba uongozi wa shule uko na
jukumu muhimu sana kusikiza wanafunzi, na vile ulisema wakipewa ilani kwamba hili linaweza kutokea, wachukue hatua, si kunyamaza kama vile kuna kwanga huwa kuna sign, lazima kumekuwa na red flag kwamba hili litatokea. Shida zetu sisi ni kutochukua hatua inavyofaa. Mimi kwa maoni yangu ningesema hivyo. Maika, hilo swala ambalo tulikuwa tunalizungumzia, upinzani ukisisitiza kwamba lazima tuwe na kitengo cha masuala ya akili. Kuna swala limetokeza hapa, wanafunzi wana pressure nyingi. Je, nadhani wanafunzi wanaweza kuwa huru kujieleza mbele ya walimu wao ambao awali nimewataja kwamba wao ni viongozi? They are always right. Nafikiri opposition kukuwa na that idea that tunafaa kukuwa na space where students can express themselves freely. Nafikiri ni jambo la maana sana, kwa sababu ukiangalia wanafunzi ambao tuko nao kwa sasa si kama jinsi sisi tulilelewa shuleni. Tuko na two different generations that are totally apart. We are different. Ukiangalia the millennials going back, unapata ya kwamba most of the time tulikuwa the passive recipients of instructions. We are not meant to challenge or probably not really objecting, just trying to find out why this policy or why this reason. Ukiangalia kwamba the millennials, I mean not millennials, the Gen Z, unapata kwamba hawa ni watu wamegrow kwa space ya freedom. They have that freedom to express themselves freely the way they want. Na nafikiri is the same thing our country talks about democracy. Why can't we implement pia hii free expression to kuwe na an open space where students can share what they feel about an issue, a concern in a free way without anyone probably looking down upon them or intimidating them. Challenge tuko nayo kwa shule zetu ni kwamba kwa sababu walimu waja update themselves or hata the administration, they don't embrace so much kujiupdate jinsi ya kumanage na kuhandle these issues. Na hizi issues professional developments ni jambo la maana sana, kwa sababu hata kama tulipata hizi skills shuleni za problem solving, decision making and so on, wakati mwingine tunahitaji hizi trainings ili kutukumbusha. Na kwa kukuwa na hizo trainings inafanya kwamba kwa handle hao wanafunzi wakiwa na issues inakuwa jambo rahisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuko na Gen Alphas and Gen Zs ambao wamejifunza jinsi ya kujieleza nikiwa na jambo. Ndio maana tumeanza kurealize kumbe hizi issues za mental health actually zinapatikana pia huku Kenya and Afrika. Kitambo I think tulikuwa tunafikiri tu ni huko nje. Lakini sasa kwa sababu ya this privilege that these students are able to express themselves, we are able to know nikiwa na challenge niko na mahali naweza jieleza na nikasikizwa na issue yangu ikajulikana nikasaidika. Sasa jambo yenye tuko naye kwa shule zetu ni kwamba bado administration, management and even government bado update jinsi ya kuhandle wanafunzi wetu. Bado tunataka kujifanya kwa ile traditional way. But sasa ukiangalia generation yenye tunahandle at the moment si kama ya kitambo. Na bado labda tukifikiri haya mambo yataisha na Gen Zs, we never know how the Gen Alphas are also coming. Labda ndio watakuwa mbaya zaidi. Nyinyi mnaihandle vipi tofauti? Mmetaja shule zenu sana za kibinafsi, shule za international nini. Nipe mfano hai, tumpe mfano hai mwalimu anayetusikiza, labda leo wanafunzi wako nyumbani, hawajaenda mahali. Munafanya vipi tofauti katika shule zenu za kimataifa ambapo mpaka sasa hivi sijasikia na sihitaji kwa manufaa yoyote, sijasikia Riara, Braeburn ama wapi wamechoma? Well, ni different approaches vile mwenzangu amesema. Approach ya private schools na also international schools ni tofauti sana. Wanafunzi wanapewa space ya kujieleza. Na the leadership ya shule huwa zina embrace the learners community to the extent kwamba wakati decisions nafanywa wanakuwa involved and they are carried
all through, and they're given that freedom ya kuuliza the why. You know, the current generation, Alpha and Gen Z, they just want to know the reason as to why unawaambia wafanye kitu fulani na watafanya bila shida yote. Lakini kama wewe ni kurusha tu instructions, ile boss, you know, the approach, the traditional approach, we normally call it traditional teaching approaches, where the teacher is the source of information and knowledge, yeah, is an island. Haitawezekana wakati huu, mambo yamebadilika sana. Nitaongezea tena kwamba kuna huso shinikizo la jamii na social media. Hawa watoto, wacha nikwambie kitu, na mimi mwenyewe nimeongea na hata wengine wamefukuzwa shule. Wale saa hii mashule zimefungwa zaidi ya 204. Hawa watoto wako kwa TikTok, hawa watoto wako na WhatsApp groups. No, they are wako so informed and exposed. Hata wa public schools, local schools here, wana access internet. They know what's happening. Na peer pressure iko, mambo ya mental health. So na ndio uliona hata juzi shule moja imechoma pale, unasikia nyingine kule imefungwa. Na si mwalimu aliwaambia wako na njia ya kujua chenye kinaendelea. Shule simu za rununu haziruhusiwi mashule. Ndio, lakini watoto wana njia ya communicate. So mimi ningesema kwamba kuna umuhimu wa haraka sana kwa upande wa shule za umma kubadilisha vile watoto wana communication, ile mawasiliano katikati ya walimu, watoto na administration, bila kusahau kwamba wazazi wako na jukumu hata zaidi katika ili janga lote. Tusisahau kwamba mzazi ndo foundation ya mtoto. Na unajua kuna ile miaka mtoto wa formation ya mtoto inakunga between around 3 to 10 years. Na huyu mtoto akipata maadili mazuri kule nyumbani, hata badilika. Na unajua mambo haya mengi yanatokea kwa shule za upili ambapo watoto ni kuanzia miaka 14 kwenda juu. Sasa kuna kitu fulani hapa, gray area hapa, ambao tusipoiangalia jukumu la mzazi katika hili njanga, tutakuwa tunakosea, kwa sababu isikuwa kwamba wazazi nao wanarushia walimu majukumu zote ambapo wamefail. So tunataka it's a holistic approach kwa jamii. Mzazi afanye jambo lake, especially hiyo miaka ya 2-3 kwenda mpaka miaka 10. The first 10 years ya mtoto ni muhimu sana. Kuna wazazi kusema kweli wamelegea. Wewe unajua vile tumelelewa ilikuwa tofauti sana. Leo kuna wazazi wameachilia. Hatusemi kwamba mtoto akipewa ruhusa ya kujieleza, mzazi ama mwalimu akubali kila kitu. We're supposed to guide, but guide with a lot of wisdom and show them the way. But ukiwa kwamba unataka kutumia njia zilizopitwa na wakati, haitawezekana wakati huu. Maika, mbona umeunga mkono mahali baadhi hapo? Naam. Nataka kuongezea. Ukiangalia the Gen Z, I think, which is the majority students in school, unapata ya kwamba kuna venye mimi nafurahia na jinsi they've come out and you express yourself boldly. Sababu ni kwamba having that bold expression, nikikwambia fanya hii na unaniuliza kwa nini, so tunarudi kwa ile concept ya philosophy, logic. When talk about logic is basically the science of correct reasoning. So you have to really make me understand why I should bottle up this bottle. So nafikiri tusiwacha tu wanafunzi ama walimu wakae wakifikiri ni their bosses. Hiyo pia inateka, hata ukiangalia kwa nchi yetu, the reason we Gen Z or this Gen Z movement ime blow everywhere. You realize that kwamba Gen Zs hata kwa hii country yetu wanataka viongozi ambao wako na the values, the integrity. So hata mimi kama mwalimu as kiongozi ya huyo mwanafunzi, I need to guide that student. I need to mentor that student. I need to work with that student with me. Ukipata mwalimu ambaye anashangaa kwa nini mwanafunzi anataka ku establish the logic behind me asking him to do this and this, sioni kama huyo mwalimu ako na revolution of mind. So na prefer walimu wajaribu ku embrace
buying logic when it comes to handling issues. Because at the end of the day, philosophy is what guides our principles. Yeah. Ndio, swala zuri. Na pia kunatokea nukta nyingine ya kwamba wazazi nao pia wamelegea kwa mpango fulani, kwa kiwango fulani. Wazazi, mtoto nikishamleta shule ni jukumu la mwalimu. Lakini pia kando na hilo la wazazi, kunalo pendekezo la kufunja mabweni ama kuondoa shule za mabweni kuwe na shule za kutwa tu. Hii pia ni suluhisho kweli? Wacha niseme Sulemani, sidhani ni suluhisho. Kwa upande wangu ni suluhisho nusu. Alijatatua shida lolote kwa sababu ukiangalia hata zile goals za education Kenya, kuna one goal inasema mambo ya national unity, integration and all that. Mtoto venye ulisema pale mwanzo, mtoto na Turkana anaenda kusoma Alliance, wa hapa Machakos anaenda kusomea Mombasa huku. Sasa unajua ukitoa mabweni unamaanisha aje? Watoto wote wasome kwa village yao, wakuwe day school, si ndio? Kwa sababu huwezi ambia mtoto kwao ni Kisumu lakini ameitwa shule ya kuja kusomea Maranda. Sasa atakuwa anatembea nyumbani. Kutaongezeka mambo mengine ambayo hapo katikati ya barabarani, shuleni na nyumbani, mambo mengi yatatokea. Mambo ya drugs ni ambayo ni changamoto nyingine kwa shule zetu. So kusema kweli, hili sio well thought idea, kwa sababu hata tuangalie kwa best practices ulimwenguni kote, Ulaya, mambo ni ziko. Ile wanaweza kufanya ni kuwe kwamba ni tutaita mseto, ni mixed day school na kuna boarding. Kwamba kuna wale wataenda nyumbani na kuna wale wanalala watakuwa kwa mabweni. Kwa hapo hizi ni emotional, ukiniuliza mimi ni emotional decisions. Kwa sababu kuna ruka tuchome njoo alichoma shule tufunge mabweni. Mwanzo tujiangalie ileta kundi kuambia kwa nini hatuja act hiyo miaka yote 2024. Lakini mnasema hivi shule nyingi za binafsi hazina mabweni. Ziko nazo lakini si nyingi. Lakini ziko na day schooling na kizungumzia Sunrise Moi Education hapa. Yes. Lang'ata. Yes. Ni shule inafanya vyema na haina mabweni. Na lakini ukiangalia hizi ni hapa ni jijini, ni capital city. Unajua kule village ni tofauti, maisha ni tofauti kidogo. Kwa hivyo ili jambo la kuban mabweni, it's not practical. It's not practical. Kile wanaweza kufanya ni tunaweza kufanya kama nchi na Wizara la Elimu, washikandau wote, ni kuweka hiyo mikakati. Suggestions zenye opposition wametoa zichukuliwe na ziangaliwe zile zinafaa na tufanye. Lakini zaidi ni tuangalie tena also resources. Unajua mambo ya corruption. Resources ziende vile zinataka. Tu manage our resources properly. Ili vile daktari alisema kuna resources za kutosha nje, lakini nyingi zinapotelea hapa katikati. Hizo resources au wanafunzi tunasema ni populated. Tujenge mabweni zaidi, wasikuwa populated. Walimu wafanyiwe hizo continuous training, wakuwe kila maybe 3 months wanafanyiwa training kujua how to handle this, because some of us like wale tusoma university, Moi University in 1990s and early 2000s, mambo yamebadilika sana. Zile teaching approaches, methodology tulikuwa tunapewa wakati huo zilikuwa zinafaa society wakati huo. Sasa hakuwa na TikTok, hakuwa na Facebook. Dio. Sasa utaniambia ile teaching methods ni learn 20 years ago zina apply leo. I need to upgrade, and that's where the disconnect is between the current majority of the teachers who are teaching us to your generation yetu. Ndio hilo swali nililiuliza mapema kwenye mdahalo huu. Yes. Je, pia vyuo vyetu vinatufunza kufeli? Kwa sababu gani nikiuliza hivi? Bado vinafunza vilivyokufunza wewe ulipokuwa Moi mwaka 1990 ama imebadilika? Ama bado tunafunzwa hawa ni walimu wale tuliwafunza 1990, 2020 na 2030 wote ni walimu? Ningeongezea kabla mwenzangu aingie kwamba najua vyuo vikuu bado hata wao wana keep on upgrading na updating, lakini we are lagging behind as a country. Kwa almost sector yote tuko nyuma kidogo, na ile speed ya kufanya changes to curriculum ya kufunza walimu the universities na even curriculum yetu ya 844 na CBC. CBC is the latest one. Tuko slow as a country, especially upande wa
upande wa public schools. Kwa sababu ukiangalia upande wa like you know, the private and the virtual schools, they are really embracing the latest technologies with the learning management systems. Upgrade now, they are changing, looking at the society which is changing so fast and then updating accordingly. Tunaiga mifano ya Uingereza kwa mfano, Cambridge. Utakuta kwa mfano sai inakupatia tu kwa mfano sai utakuta kwamba Cambridge kwa mfano wameanza kuimplement virtual exams and digital exams. Kenya tutafika hapo lini? Kama sai bado tunang'ang'ana mambo ya electricity, miundo msingi iko chini. Na ile pesa ingeenda yangu inayofuata, maana yake ndio kwa nataka kuingia hapo okay, sasa. Okay. Asante. Maika, kumetokea kwamba sasa pia kuna wale wanasema basi haina haja mtoto wangu ende nyumbani. Kuna swala hili linaitwa homeschooling. Mtoto asome nyumbani, atasomea tu kwenye mtandao, ama kama mwalimu Benjamin Ngulu ni wa maths atakuja kila Monday, Maika ni wa English atakuja kila Tuesday kumfunza. Ni mienendo inafuatwa sana na familia za kifalme, maana yake nakumbuka marehemu Malkia Elizabeth wa pili, yeye amesomea nyumbani, hajaenda katika shule yoyote, madarasa lolote. Homeschooling na virtual learning ni moja ya mambo ambayo pia yanaonekana kama yanapendekezwa. Ndio suluhisho pia? Nianze nawe Maika. Naam, nikizungumzia mambo ya virtual learning or online schooling, or which is also I think put together with the homeschooling, is one and the same thing. Ukiangalia kwa sasa mambo yamebadilika. Technology is basically taking up or basically transforming industries, institutions and so on. Now ukiangalia even before, education has been mostly being done like in Africa and probably in other countries across the world, imekuwa ikifanywa in a traditional way. But now this technology has come to revolutionize how we acquire education. Ukiangalia issue ya virtual schooling, just that our country bado haija embrace. Look at now, I think we only have one virtual institution in the country, and that is the Open University of Kenya. And hiyo peke yake ndio the only fully online university in the country. Na hata bado ukiangalia jinsi wanafunzi ama parents wana look at these virtual schools, especially those parents who have not gotten enough exposure. Unapata ya kwamba bado wanaona ni kama si masomo serious. Yani wacha niwazungumzie. Masomo ni darasani. Naam, shuleni ukiwa wengi, kwa sababu wanaamini masomo si tu hisabati, fizikia. Pia kuna kutangamana na watu. Naweza tiwa ngoto hapo na mtoto mtundu, naweza tukanwa, narudi nyumbani na kesi. Hivyo ndo tunaamini kama wazazi wa Kiafrika. Shule ni kwenda darasani, masomo ni kuwa darasani. Wazazi wanafaa ku embrace including even the government, because ukiangalia hata saizi if you want to start a virtual school, the process of recognizing a virtual school inakuja na challenges. It becomes a whole complicated process because bado haiko like clearly defined at the government. So ukiangalia virtual schooling, I think ina solve all these problems that we've been going through. Hata si problem peke yake ya fire outbreaks in schools. Kuna issues hata za long commutes, which are sometimes also risky. Ukiangalia virtual school, if my class is starting at 8, I don't need to wake up so early. Siku hizi utaangalia buses hapa at 5 a.m. zinazunguka mbaya sana. Lakini ukiwa kwa virtual school, if my class is starting at 8, I just need 10 minutes of preparation, and I just need to do what? Log into my class. And that's what's happening in our schools. So ukipata virtual school that's well organized, is solving all these issues, and which benefits are they coming with? You see, for the traditional schools, mwalimu akishafunza explain content amemaliza ameenda. It's just left that way. But now in virtual schools, we have even recorded classes. We have those classes as students who missed a class, probably because of one reason or the other, they were not able to attend those classes. They are still able to access the live session that the teacher delivered during that session. Now,
unapata bado issues kama hizi za social, ukisema ya kwamba wazazi wetu wanafikiri shule ni kwenda darasani, kwenda kupatana na wanafunzi wengine. Kidogo nikisikia nataka kuongea na mwenzangu, nitamzungumzia kidogo, upata ile ngoto kidogo pale and so on. All these things again tunazifanya tukiwa kwa virtual schools. We have the interactive activities that we do as schools. So utapata tunapanga siku maybe twice, maybe a week or even a month. We have a number of sessions that wanafunzi watapatana, they will play, kama ni football, swimming, basketball, all those sorts of activities. So you realize that kama ni building social skills, hawa wanafunzi bado watazipata wakiwa kwa hizi virtual schools. So remember, these virtual schools, it comes to the technology. Mwanafunzi hata kuwa dormant kama venye tuligrow tukiwa shule zingine hata zikuwa na computers. Hao ni wanafunzi, they'll be taken through the trainings on how to navigate the learning management systems that different schools use. And by the time mwanafunzi anamaliza hiyo process, this is someone who is tech savvy. Yeah. Ngulu. Yep, ningeongezea hapo, ndio ni suluhisho kwa extent fulani. Kwanza cha nianze na hapa, wewe ni mwalimu. Ndio. Sasa hivi umeingia katika masuala ya kufunza mitandaoni. Ipi bora kwako? Uliza tena? Wewe ni mwalimu, umefunza, wewe ni mwalimu umefunza, tajriba yako ni mwalimu. Katika kufafanua, ipi imekuwa bora kwako? Kuwa darasani na kumwona mwanafunzi moja kwa moja, unamwona Suleiman amelala, Atandi anasikiza, Daniel ameenda nje sasa hivi kila dakika 10 anatoka, na kwamba hawa watu wako kwenye mtandao, unaona inaleta tofauti gani? Na je, unafikia yale malengo unataka? Kusema kweli, hizo njia zote mbili ziko na manufaa yake, na ili njia la mtandaoni, mwanzo tuangalie liletwa na nini. Ni nini inafanya kwamba tuanze kuenda masomo kupitia digitali? Nitakurudisha nyuma kidogo. Ili jambo la digitali haikuwa very pronounced Kenya mpaka mwaka wa 2020 wakati wa COVID. Baada ya COVID, hapo ndo watu tulikuwa awakened. Hata mambo ya fiber, high speed fiber connections over 7,000 kilometers in Kenya now. Fiber connections under the sea, chini ya bahari, mambo kama na smartphones can penetrate in this country almost 100%, 80-something%. So ningesema kwamba kuna sababu gani inafanya watu wafanye hii elimu ya mitandao? Japo kuwa hii ya one-on-one physical bado ni muhimu, lakini kuna sababu. Namba moja ni cost. Hii ya virtual learning ni cheap. Vile tumesema mambo ya transport umetoa, mambo ya watoto kusimama Thika Road at saa 10:30 asubuhi, haitakuwa. Changamoto ziko hiyo ya mambo ya socializing, lakini virtual schools wameweka mikakati. Kuna virtual clubs na kuna meetups where wanafunzi in different locations meet maybe like once or twice per term. Kwa hivyo si watoto 45 wenye darasa moja wanakutana. Ila ni kwa sababu hao wazima man 10 watakutana, hao 10 wazima man chini ya uangalizi wa nani? Mwalimu. Wacha tupate pumziko fupi. Tukirudi tutakuja, bado tuko kwenye mada hiyo ya e-learning, manake ndio lengo letu kubwa, na najua hapo ndio kwenye ufasaha. Tutakuwa tunakuja kuzungumza katika dakika 20 zijazo kuzungumzia masuala hayo ya e-learning. Je, ni suluhisho ama tu ni kujidanganya, ni danganya toto? Nimebaki na dakika 19 kumaliza mjadala huu. Ni tunatafuta suluhisho la misukosuko ya mizozo ama mivurugu ambazo zimekuwa zikiangaziwa shuleni. Tumefikia katika nukta kwamba huenda ikabidi basi wanafunzi wakae nyumbani, wote wasome mitandaoni. Lakini kuna hili nukta ambao wameitaja hapa, nataka tuizungumzie. Mimi wangu wanaishi Voi, nataka wasomee shule zenu nyinyi ziko Nairobi. Mmesema kwamba kutakuwa na meetup. Hii meetup watafanya lini? Na labda huko Voi ni yeye tu peke yake yako kwenye hiyo shule.
Nakubali kwamba hilo ni changamoto, na hili jambo la kusoma mitandaoni ni geni Kenya na inaendelea kukua wakati unavyoenda. Sitatanja but nitakupea mifano. Mashule nyingi ambavyo zina exist saa hii, hizi virtual schools, wako na watoto kwa kila town. Wako Mombasa, wako Kisumu, hata wako Dubai, kuna watoto wako Ethiopia, Egypt, wako kila mahali. So meetups huwa zinafanywa kulingana na maeneo, lakini kama ako peke yake, na nitakwambia ukweli, kuna shule kama ile nafanya nao. Nikupe ruhusa itaje tu kwa sasa. Kama Sunrise Virtual School, ambao nimekuwa consultant wao, wamekuwa hata wazazi wanatoa watoto mpaka wanapandisha gari wanakuja Nairobi kumiti wale wengine. So kwa sababu una lot of cost wamekata. Ile ya traveling, fees ni cheap. Unakuta kwamba wana save on that, wanasema okay fine, si meet up ni mara kwa mara, sio kila siku. Wanagharimikia. Na wale wako different towns, wana make their own meetups there. So hivyo ningesema kwamba ni changamoto. Kusema kweli lazima nikubali kwamba bado ni progress inaendelea. Na nikiongezea kwamba ile idea nilikuwa nayo kabla tuende break, hizi mashule ama masomo ya digitali with the time itakuwa suluhisho na kupunguza hii misongamano kwa mashule za umma na hata private schools. Japo kuwa kuna changamoto chungu mzima, na nitanguzia vitu mbili. Sheria za Kenya kwa wakati huu, especially zile zinahusikana na masomo. Ukiangalia katiba ya Kenya, article 53, every child, kila mtoto ako na haki huru ya elimu, ya basic education, ako na haki ya kupata hiyo elimu. Na haijanguzia kwa njia gani. Haijaweka ni lazima ikuwe kwa classroom. Hiyo number 1. Number 2, ukiangalia Basic Act ile ina regulate masomo ya basic education, Basic Act 2013, wanaongelea kwamba masomo inaruhusu, na kuna ile wanaita alternative schools, and hapo ndo virtual schools naingilia. Japo kuwa bado kuna changamoto kwamba kuna bills ziko in pipeline zinapaswa zitambue virtual learning. Kuna bill ya Basic Education Bills 2024 ambayo bado haijakuwa enacted, ambayo imepea CS education powers za kuregulate na kutengeneza guidelines kugovern hizi alternative schools, where hapo ndo homeschooling na virtual schools na fall under. So hiyo ni changamoto. Kuna gray areas upande wa sheria, na ndio unaona saa hii bado virtual schools Kenya ziko very popular, especially for the local system. Kuna KNEC bado they need to upgrade a lot and do a lot to catch up. Virtual school nyingi ziko na GCSE, IGCS, hizo mifumo ambayo ni ya Marekani na Uingereza. Nyingi zinafuata mfumo huo. Lakini wapo wale walalahoi ambao wanatoka katika eneo la Turkana, Kilifi kule Ganze, nikizungumzia kama sehemu ya Wajia kule Modogashe. Kuna sehemu ambapo bado hata mtandao wa interneti ni changamoto kubwa. Darasa lina wanafunzi 45. Nikupe mfano, sehemu ya Baringo, mto Baringo umefurika. Watoto kwenda shule wanahitajika kupanda angalau majahazi ndio wafike kwenye shule. Watasomaje kama tatizo lenyewe hata kufika shule ni balaa? Ikiwa tutasema basi wacha tuwapatie wote e-learning. Okay. So nitaanza na kuongezea kwa yale mwenzangu alikuwa amezungumzia kuhusu the interaction. Meetups. Yes. Ukiangalia, sijui kama utanipatia ruhusa ya taja tu kwa sasa ndo tukipita tukisonga. Naam. Ukiangalia kama shule ambayo mimi mwenyewe niko ndani kama director, Brainy Bay International Schools, fully an online school. So tunakuanga na hizi meetups twice a month. So unapata wanafunzi watakutana, kama ni wale wako within Nairobi ama a certain town, watajipata wakipatana na ku-engage in different activities. Na iwapo inaonekana ya kwamba kuna mwanafunzi ambaye ako peke yake, labda ni in a certain country, kama tuko na wanafunzi kama nchi kama
Doha, that's Doha in Qatar. Tuko na Dubai, tuko na Spain, tuko na UK. So inafanyika ya kwamba hao wanafunzi unaweza pata ni maybe wanafunzi 3 ama 2 wako peke yao. So hii virtual schooling inakuja na parent readiness. So kabla nianze kuingia kwa online school or virtual schooling, ni kitu ambacho mimi mwenyewe nimeshai-on kabla nianze kuipatia wanafunzi wangu. So unapata ya kwamba by the time mwanafunzi ama mzazi anaingia kwa this kind of program, ni kitu yenye tayari yeye mwenyewe amekuwa amejipanga nayo. Kwa hivyo hii ni ya wachache wenye kuishi miji mikuu kama ya Doha, Dubai, Qatar, Catalonia. Lakini kumbuka ya kwamba itakuwa vigumu sana. Inawezekana. Kivipi? Hapa nchini Kenya, tungekuwa tumefanya ile, kulikuwa na ile program government ilikuwa imekuja nayo ya schools having tablets and so on. Kama ingekuwa tuko na uongozi mzuri ambayo inahakikisha tukikama na agendas, tukikama na programs, tunahakikisha kwamba tunaifuatilia hadi mwisho. Imagine kitu kama hiyo, shule zingekuwa hata we don't need to use a lot of money to build the classrooms. That tablet or that iPad was just enough for a student to have their classes. Kwa sababu gani? Saizi government imefanya kazi nzuri sana. Stima imeingia karibu sehemu kubwa sana. 80% ya shule zina shule. Ni kweli, na ni kitu nzuri kabisa. Sasa ukiangalia kama government imejituma kuweka stima, kwa nini pia government isijitume kutufikishia interneti kwa hizo shule zote? Na tukiona hizi devices, we don't need to use a lot of money to build the physical structures. Wanafunzi whether ako Modogashe venye umesema, ama ako pale Turkana, ama ako pale Mount Elgon, bado watakuwa na chance ya kusoma darasani, kupata na walimu bila changamoto yoyote. So ni about sisi kama nchi, serikali na kujituma kuhakikisha kwamba tumefika hapo kama taifa kweli, Mika. Nafikiri tuko hapo. Tofauti ni moja. Ni jinsi tuna implement our policies or basically our agendas. So unapata nchi yetu tuko na agendas nzuri, viongozi wetu wako na agendas nzuri. Lakini kufuatilia hiyo agenda hadi ifike tamati, hapo ndio kuna shida. So kidogo tutasema tunataka kuleta hizi stima ama tunataka kuleta hizi laptops, lakini inakuwa tu ni story. Tatizo la serikali ni kwamba nasema sana utekelezaji mchache. Na hii ni sera ya kufanya mabadiliko makubwa sana katika mifumo ya elimu, kwa sababu walimu watakaa tu shuleni wao peke yao na mwalimu wao, hata labda hawatahitaji, sijui kama watamjua principal wao, bora tu waingie kwenye mifumo yao. Lakini rasilimali tulizonazo, nadhani tumefikia kubadilika kama taifa, isiwe kwamba e-learning ni ya wachache ambao wana uwezo ama wenye kuhitaji, na iwe ni ya taifa zima la wanafunzi takriban milioni 6. Ndio, inahitaji kwamba tuwe watu wa kutenda kama serikali, kama wananchi, kama viongozi wa elimu. Kwa sababu ukiangalia, nitakupatia mfano, simu za rununu wakati zilikuja Kenya hapo miaka ya 2000, hapo late 1990s, network ilikuwa hata nafikiria huwezi fika Thika, inapotea, si ndio? Lakini sasa hii tunapoongea, nafikiri hata Turkana, kila mahali Kenya at least unaweza piga simu, hata kama sio hizi simu smartphone, hata simu ya kawaida. Kama sio 2G lakini kunao mtandao, sio 4G ama 5G, lakini iko 2G ambayo inaweza fanya mawasiliano. Absolutely. Kwa hivyo kwa maoni yangu ni kwamba sisi tunapaswa kama jamii ama kama serikali tutekeleza haya mambo na kusikue na siasa nyingi kwa haya mambo, kwa sababu kama simu tulifika hapo, internet bado itaenda na stima zitafika kila shule. Ni shida ni slow process, na because tuko digital era, we are in digital age, na uwezi badilisha, hatuwezi rudi nyuma, na tuwezi jua kesho ni nini itatokea, kwamba tuende lockdown tena kama vile ili happen wakati wa COVID. Atuombei hayo. Exactly, atuombei hayo. Inshallah tunaomba kwamba mambo yaendelee kuwa mzuri. Juzi kulikuwa na mashida ya mingomo hapa Kenya. Nakumbuka hata watoto wengi hawakwenda shule. Unajua kwamba watoto wa virtual schools wako affected? Waliendelea na masomo kawaida. Private schools hata zingine zina offer mtaala wa
844 na CBC wako na labs, watoto wanaendelea kusoma nyumbani. Lakini unakuta kwamba yes, hata hao private schools unjua barabara zinafungwa nini njui machafuko, wao wanasoma tu. So wako na hiyo umezungumzia maabara. Yes. Saizi kama CBC imepanuka sana. Ina muziki, ina chemistry, ina physics. Hizi practicals mnazifanya vipi? Maana hilo ndo swali mwingine atajiuliza pale nje. Practicals mtazifanya vipi? Kama ni chemistry unataka kufanya titration, utaifanyaje? Okay. Ukiangalia kabla nijibu hiyo kidogo niruhusu bila shaka. Muda tu ndo unatupiga chenga lakini okay. Ukiangalia nchi yetu tuko na resources. Na challenge pia nafikiria bado ni kitu ambacho kuna challenge yenye tunahitaji pia kuembrace kama viongozi wa nje. Viongozi wa nje wanafaa pia kutoa hii this old or the archaic mentality of how they embrace new things that come with revolution. So ukiangalia kama sahi tunaomba kama serikali isikue so rigid in embracing technology. Kama wamekuwa na opportunity ya kutupatia open university as a private university, I mean not private, public university offering this program online. Si tunaweza teremka kidogo pia, tuingie kama ni sekondari, hata kama ni phases polepole, na tusione ya kwamba virtual learning ni kitu ambacho si kitu serious. Wazazi wengi ushangaa ni watoto wanafanya aje mtihani online kwa ajili ya vitu kama AI. Hizo vitu zote tuko na solutions. Ukiangalia kama exams zenye we offer digitally, we do proctoring of examinations. Mwanafunzi hakuna venye anaweza take part in exam multi-practice. Hayo ni mambo ambayo tumesha take care. Kuna lockdown of screens and the cameras have to be on. And kitu ingine kwa sababu pia masomo ya mwanafunzi pia mzazi ako hapo kama player. Umekiita hichi kizazi janja sana ambacho hata huku kuweka screen pia bado atakaa hivi, unaona mtu anafanya lakini kumbe alishafanya vitu vyake na aka freeze screen. Unajua sasa the good thing is tuko na advanced team wenye tuna work nao. Huwezi fanya peke yako. Kuna watu pia wenye they are ahead of them. And you know hata kama wako wajanja kidijitali bado pia sisi tayari tuliangalia hizo vitu kabla hao wajue. Okay. Naam. So tukirejelea kwa swali ambayo ulikuwa umeuliza labs. About labs. We do the experiments. Na ukiangalia experiments kama Cambridge itself imepeana options the science subjects that need experiments. Kuna the alternative to practicals. Na kama government yetu inatengeneza the curriculum, inaweza pia ipatie kama consideration. If wanafunzi wale wenye they don't have access to laboratories, wapewe option ya alternative to practical papers ambazo ni it's a practical paper but in form of theory. So bado zile maswali ungejibu ukifanya hiyo experiment utazifanya. Kitu ingine ni we also coordinate with the other institutions that offer these practicals. Na unapata ya kwamba mtoto bado hatakosa hiyo experiment kama atachukua hiyo option ya practicals. Tuko na institutions zenye ina conduct hizo practicals and we end up partnering with them for the purpose of experiments. Lakini mifumo yetu ya KCSE kweli inaenda kuisha, lakini mifumo ya KCSE hata CBC bado ukifanya STEM vizuri utahitajika kama mwalimu wa physics unipatie mahali, unipatie batteries, niunganishe wires na nione kwamba currency imefika mwisho na niangalie hiyo currency ilifikaje hapo mwisho, ilitoka wapi, watts ni ngapi, hii itakuwa kumaanisha zenye zimefika hapo ni mwisho ni ngapi? Ni kweli kwamba tunasema virtual learning ama e-learning haimaanishi kwamba ile utangamano ama ile physical labs, physical meetings zinakuwa eliminated forever ama per se. Na hapana, labs bado ziko, private labs, na vile tunasema kuna partnerships with those service providers or laboratory services so that the student from wherever they are, they have kuna ile timetable kwamba ata visit lab. Na nikiongezea utakuta kwamba kwa mfano hizi international curriculum
apart from kwamba wanapeana kwamba kuna option kwamba si lazima ufanye paper ya practical, you can do it an alternative. Kuna ile level kama level kwamba practicals ni lazima. So labs, wanafunzi kutoka maeneo tofauti tofauti we identify the labs and they are able to visit and do the real hands-on practical. Yeah. But ningeongezea kwamba ukiangalia sheria za Kenya za elimu za basic education, utakuta they allow private schools, I mean private candidates, private candidates wale register through sub-county director of education. Swali ni wanasomea wapi? Unaona kuna kangrea ile hapo kwamba serikali yenyewe inatambua kwamba si lazima mtoto aende shule. Unaweza somea huko, you book exams ukuje ufanye. So kumaanisha kwamba we are lagging behind, vile nisema kwamba kama serikali lazima tuangalie zile gray areas kwa sheria zetu, kwa sababu kama unaruhusu private candidate you can still do virtual learning, lakini kwamba kwa sababu tuko nyuma tuko kama hizi nchi zenye zimeendelea sana upande wa teknolojia, upande wa resources, kwamba at least wakati wa kufanya exam wanaenda to a center for purposes of integrity and validity of the exams. Wanaenda to a center, a recognized center to do the exams from there. Hata hizi international schools currently, hata our private schools where we are, they also go to sit for the exams in a registered center by Cambridge, for example. The same case with the NEC. Wanaruhusu watoto wakafanya mitihani kwa senda zile wamechagua. Kwa hivyo ni mambo ya kisheria kuangaliwa, kwa sababu kusema kweli we can't run away from online virtual learning now. Mahali tumefika kama ulimwengu. Bila shaka tumalize. Nukta yako ya mwisho ni ipi? Mimi naweza sema ya kwamba virtual learning is an option, is a perfect alternative to issues zenye tunapitia kama country. Hizi changamoto ni kwamba serikali when it comes to policy making for education wajaribu ku actively embrace technology and the new ideas that come with the paradigm shift. The moment tunaweza fanya hiyo, natumai ya kwamba tutaenda mbali sana, na wakiamua ku-equip institutions na resources, isikuwa tu ya kwamba ni kujenga madarasa ina cost pesa mingi. Tunaweza tufanya connection ya internet ifike different homes, na hiyo pesa yenye tungejenga nazo classes or classrooms tunaweza iweka kwa devices, the digital devices, whether it's laptops, tablets and so on, na itakuwa kwamba masomo itakuwa acquired in a very affordable way, na iko accessible to different people at different corners of the country. Asante sana. Benja, kwa fupi ningesema kwamba tukiangalia mimi ni mtu wa hesabatia, kwa hivyo napenda takwimu sana. Currently 1.45 million youth wanasoma digital skills, na over almost 182, almost 200,000 saa hii kuna youth au tunasema wanafanya kazi online. Kumaanisha tayari as a society tumeshaanza ku embrace mambo ya digital technology and digital spaces. So ningetoa tu changamoto kwa serikali yetu kwamba waweke mikakati kuharakisha kuzimba zile pengo za kisheria, kwamba wa recognize virtual schools, zianze ku-offer our local curriculum mitaala wa 844 na CBC, na waanze mapema, kwa sababu hapo ndo ulimwengu sasa unaelekea. Hatumaanishi kwamba tufunge hizi shule za physical schools, tunamaanisha kwamba we need to embrace this because as an alternative and the best option for offering education. Asante sana Benjamin Ngulu, huyo mtaalamu wa elimu mtandaoni, vile vile ni mshauri wa masuala ya elimu. Amekuja hapa kutueleza kuhusiana na masuala ya elimu mtandaoni. Vile vile tumekuwa na Mike Ndiwa ambaye ni mtaalamu wa elimu mtandaoni. Niwashukuru kwa kutenga wasaa kuondoka katika shughuli zao za kila siku, kutoka katika taasisi zao mbalimbali zile, kuja hapa kutuelimisha kuhusiana na masuala haya ya elimu mtandaoni, na vile vile tukitafuta suluhu la misukosuko ambayo imekuwa ikishuhudiwa humu nchini. Oko yuko hapa na Miresha Witi, watakuja na taarifa za News Desk Jumatatu hii kukupasha yote yaliyojiri kutoka maeneo mbalimbali kwa lugha ya King'eng'e. Mimi kufikia hapo sina la ziada ila kusema kwa heri, baki na wingi wa heri. Mimi ni Suleiman Yeri, tuungane saa 10 kwenye Mbiu ya KTN.